Mheshimiwa DC amesema hapa, halmashauri tuna jukumu kubwa la kuona namna gani miji yetu hii, shehia yetu hii ya Paje inakwenda kuwa safi na inakwenda kung'ara na kuwa na mfano. Nasema hivi kwa sababu katika wilaya nzima ya Kusini ukiutafuta ule mji hasa ndani ya wilaya hii, basi hukuti kokote isipokuwa hapa Paje. Kweli si kweli? Kweli. Sasa kama mji wa Kusini uko hapa Paje, maanake tuna kila sababu sasa kuona namna gani tunakwenda kuimarisha mazingira yetu kuwa safi. Sasa niseme kwamba najua tunajitahidi kwa kiasi fulani kuweka mji safi, lakini bado mazingira yetu ndani ya Paje hayaridhishi. Kweli si kweli? Kweli. Bado tumekuwa na utupaji wa taka kiholela katika maeneo mbalimbali, vichochoroni na maeneo mengine. Tunaacha kutupa taka kwenye majaa rasmi, lakini tunatupa taka katika maeneo yasiyostahili. Lakini wanayoyafanya haya ni sisi jamii, wanayoyafanya haya ni sisi watu wa Paje, wala hawatoki watu Michamvi na taka zao au Makunduchi kuja kuleta Paje, isipokuwa taka zile zinazalishwa hapa hapa Paje, lakini tunashindwa kujipanga vizuri kuona namna gani taka hizi tunazipeleka katika maeneo sahihi. Sasa halmashauri ni wajibu wetu sisi kuona kwamba mji huu unakwenda kuwa safi, na kwa sababu mji wa Kusini huko Paje, manake tuna kila sababu kuelekeza nguvu zetu hapa Paje ili mji huu uweze kung'ara na uwe wa mfano kabisa. Mheshimiwa DC amesema hapa barabarani, mmeona hiyo kazi ambayo inaendelea kufanyika, lakini haimaanishi kwamba usafi uonekane katika maeneo ya barabara peke yake, lakini hata huku ndani tulipo, manake tuna wajibu wa kuona namna gani tunakwenda kusafisha mazingira yetu. Sasa leo tumekuja hapa, moja, kuhamasisha na kutoa rai kwenu kwamba tubadilike pale ambapo tunapozalisha taka katika majumba yetu na maeneo yetu. Tuhakikishe taka hizi hatuwapi watoto wakazitupa njiani, lakini taka hizi sisi wakubwa ndio ambao tunazichukua na kwenda kuzihifadhi katika maeneo yanayostahili. Wajibu wetu ni kutoa elimu kwa hatua hii ambayo tunayoifanya, ni kukumbushana, kwa sababu kila mmoja anajua wajibu wake kwenye eneo hili la taka. Lakini wapo baadhi ya watu ambao wamekuwa wakipita kuchukua taka katika maeneo yetu baadhi, na taka zile badala ya kupeleka katika majaa ambayo yameandaliwa kwa kazi hizo, wanachukua kupeleka katika konde zetu na mashamba yetu, zinakwenda kupelekwa huko kwa tafsiri ya kwamba tunatengeneza mbolea, lakini kiuhalisia kuna taka ngumu ambazo haziwezi kuwa mbolea. Kweli si kweli? Kweli. Sasa tunapochukua hizi taka kupeleka kule, manake bado tunaenda kuchafua mazingira katika makonde yetu. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wenzangu wa eneo hili la Paje, moja ya kazi ambayo tunakwenda kuifanya halmashauri, najua madustbin yapo, lakini tutaongeza dustbin katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba taka sasa zinakwenda kuhifadhiwa katika maeneo. Lakini yapo majaa katika maeneo yetu ambao tunapaswa kuweza kupeleka hizo na kuhifadhi taka zetu. Sasa nitoe rai kwenu wananchi kuona namna gani sasa kuanzia hapa tulipo, kwa sababu tunataka mji ubadilike sasa, uwe ni mji wa mfano katika wilaya yetu ya Kusini, na wakubadilisha ni sisi jamii kwa kushirikiana na halmashauri. Sasa taka zetu zote tuhakikishe kwamba tunazihifadhi vizuri, lakini zinakwenda kutiwa kwenye madustbin katika maeneo yetu, lakini na nyingine zinapelekwa katika majaa yaliyokuwa rasmi. Tunalisema hili kwa sababu halmashauri kwa mujibu wa sheria tuna utaratibu ambao tumejiwekea kwa wale wote ambao watakiuka kuhifadhi taka katika mazingira stahiki. Maanake sasa kwa sababu taaluma hii tunayo na tunazidi kutoa elimu kwenu, wale wote ambao watakiuka sasa tunachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Na hatua tutakazozichukua manake tutaweka faini kwa mtu yoyote atakayekamatwa au atakayekutikana kwamba anatupa taka katika maeneo yasiyo stahiki. Lengo ni kubadilisha attitude ya mazingira yetu yawe safi na salama. Tupo kwenye kipindi hiki cha mvua, sote tunaona, lakini ukipita humo vichochoroni unakuta bado taka zinazagaa ovyo. Taka zile tunazozisababisha ni sisi. Sasa niwaombe sana wananchi wenzangu wa Paje, tubadilike.
Ukimwona jirani yako anatupa taka eneo ambalo halistahiki, mwite, mfahamishe. Ukiona hakuna maelewano, fikisha taarifa kwa sheha. Sheha mwenyewe anajua utaratibu wake na hatua gani ziweze kuchukuliwa. Lakini na sisi halmashauri tupo muda wote, tupo na nyinyi kuona namna gani tunakwenda kubadilisha eneo letu hili. Lakini nisisitize, tuna jamii ya wenzetu hapa ya wafugaji. Tumeona humu barabarani tukipita mifugo inasambaa ovyo. Sasa rai yangu kwa wafugaji, wakadhibiti mifugo yao. Hatuhitaji kuona mfugo wote ukikatiza barabarani ambao hauna mchunga, na wakati mwingine wanasababisha mpaka ajali humu. Huu uwanja ambao upo nje ya skuli hapo imekuwa ndo malazi, wakati mwingine mifugo inakuwepo hapo. Sasa sisemi haya kwa sababu tuna swala la mwenge, lakini nasema haya kwa sababu watu wanatakiwa wadhibiti mifugo yao, waipeleke kwenye malisho kwa mujibu wa utaratibu, lakini tuache mifugo kusambaa ovyo mitaani, tuache mifugo kusambaa ovyo mabarabarani. Kwa kweli kwenye hilo hatutakuwa na muhali. Sisi tunachokisimamia ni sheria. Tutafanya operation ya kuhakikisha kwamba hao ng'ombe wote, mbuzi na wengineo tutakao wakuta barabarani, basi wote tutakuja kuondosha. Kama utashindwa kudhibiti wewe mwenyewe leo, basi kazi hiyo halmashauri itafanya. Tumeelewana vizuri jamani? Ndio. Nimesema nikumbushie hayo kwa sababu wajibu wetu wa msingi si tu kuchukua hatua, lakini pia kutoa elimu na kukumbushana na wanajamii wenzetu. Kwa hiyo leo tunatumia forum hii kukumbushia, ili wale ambao kama walijisahau waone namna gani wanakwenda kujirekebisha kwenye maeneo haya. Lakini tunapozungumzia usafi ni pamoja na maeneo yetu haya ya barabarani haya. Kuna watu wanafanya biashara zisizo rasmi au biashara holela. Tunathamini jitihada za wananchi wenzetu, hususan wajasiriamali, katika kujikwamua kiuchumi, kufanya biashara zao zile, lakini lazima wakae katika maeneo rasmi ambayo yametengwa. Hatuwezi kuona tunaweka vimeza barabarani huku, hata wapita kwa miguu na magari, manake tunawapa shida kupita kwa sababu ya meza zetu. Sasa na wanaofanya haya ni sisi jamii. Sasa tutoe rai kwenu, wale wenzetu ambao wanafanya shughuli hizo, wahakikisha kwamba wanakaa katika maeneo rasmi. Nasema hivyo kwa sababu ziko operation mbalimbali ambazo zinakuja kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanafanya shughuli zao hizo katika maeneo yasiyohusika, kwa kweli kwenye eneo hilo hatutamvumilia mtu. Tutakuja tuwahamishe wote endapo wakikaidi kufuata utaratibu. Tutakuwa na mwenge wa uhuru, tumeanza kuzungumza, lakini utakuwa tarehe 17 mwezi huu, siku ya Jumanne. Na mwenge huu tutapakia pale airport kwa Zanzibar, sisi ndio tunauanza. Ukitoka airport moja kwa moja utafika Kitogani, tutakuja eneo la Pajo kwenye barabara, skuli ya Hasnu Makame, kuna mradi mmoja, kuna hoteli pale Johari Kizimkazi, tunakuja Makunduchi panapo mradi wa umeme. Tukitoka hapo tunapiga Msosi pale skuli ya Kisongo. Tukitoka hapo tutakwenda Bweju, kuna skuli pale tunaenda kufungua pale Miza. Tukitoka hapo mwenge utakuja hapa kwa ajili ya risala ya utii pamoja na mkesha hoi. Lakini tushiriki kukimbiza mwenge wa uhuru. Mko tayari kwa hilo? Mko tayari vijana? Ndugu zetu wa mwenyekiti na timu yako waliokuwepo hapa wa wilaya nzima, tunataka siku hiyo mwenge ung'are hapa. Kama hizo sare za Masai zimepungua, naambie nitengeza mimi. Lakini nataka kuona Masai pale mnarukaruka, au sio wenyewe? Lakini na makundi mengine wananchi, kwa sababu utakopo Paje na hapo tumeona pale center. Sasa vijana mpo? Tuna mambo mengi sasa kuzungumza, lakini siku hiyo tutakuwa tuna beni hapa. Beni oye. Tutakuwa na police jazz band kwa wale wazee wa kizamani, kama yaani siku hakuna kulala mpaka asubuhi. Muda wa dhana tunafusha kidogo, lakini kwa wale wapenzi wa taarabu tutakuwa na Big Star. Lakini tutakuwa na wasanii wengine wawili
watavuka maji au siwataje sasa hivi, lakini mtafurahi. Tuko maandalizi, nataka kuona pale singeli la kutosha linakuwepo na vibe la kutosha, vibe hii. Kwa hivyo nataka mwenge, kwa sababu na maksi zake yule, na mara nyingi tushamaliza kama Zanzibar anatafutwa nani mshindi wa kwanza. Sasa mimi naamini kwa watu wangepo hapa tutakuwa na miradi mizuri tushapanga, lakini pia mwenge unaangaliwa idadi ya watu katika yale matukio.